mwenyekiti yuko ndani, chama kinafungiwa, watu wana nini, unapatia nafasi hao watu kuweza hata kujisaisha, hata kuonyesha majuto. Hiyo nafasi wameikataa, lakini ubabe ndio unatumika, kwa sababu tunaambia watatumia dola kuweza. Watu wetu sasa wamefunguliwa kesi za ugaidi. Ondoa mwenyekiti ambaye kesi ya nini ya uhaini. Watu wetu sasa hizi zaidi ya 60 na wako ndani wamefunguliwa kesi za nini za ugaidi. Ugaidi upi? Eti kuna kutaka kuandamana siku ya 7/7. Hivi kuandamana tokea lini imekuwa ugaidi duniani? Ukitazama kwenye mazingira ya kawaida, juzi nilikuwa namsikia waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Kijana alielelewa kwenye chama chenu kiasi kikubwa mpaka akashika nafasi ya juu kabisa mwenyekiti wa Bavicha na mjumbe wa kamati kuu. Kwa nafasi yake mwenyekiti wa Bavicha automatically ni mjumbe wa kamati kuu. Sasa alizungumza akiwa Songwe na juzi amezungumza akiwa Zanzibar. Hasa akiwashukia ninyi ambaye wapinzani mnaokosoa kuhusu tume hizi, kwamba kwa sababu ameishi ndani ya chama hicho, ameweka wazi kabisa anajua matandu na makoko ya ndani ya vyama hivyo, kwamba ninyi pengine ni waratibu wa matukio ya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo mnahofia wakati mwingine kwamba madudu yenu yatakwenda kuibuliwa, na mnachofanya na preempt na kutengeneza pressure, kutafuta huruma kwa watu, wakati huo mnajua madhara yatakwenda kutokea, na wakati huo akiquestion namna ambapo nyinyi mna question credibility ya majaji hawa ambao wanakubalika Afrika na duniani. Huwezi ukategemea mtu ambaye ana madaraka, amepewa madaraka hayo, aseme maneno kama hayo. Huko kama kuna ukoko ndani ya Chadema, chukua watu, kwa nini usostaki? Unatenda kosa, ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inakubana wewe, na unatoka kuchukua jukumu la haraka sana kuhakikisha kwamba wanaotenda ubovu huo wanashughulikiwa. Si unafahamu kama hiki, kwa nini usipeleke huo ushahidi hata kwa msajili wa vyama vya siasa kwamba hiki chama kwa kweli ni cha kigaidi, akistahili kuendelea kuwepo? Kiko ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa sababu ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ukisoma hapa inasema chama cha siasa, na hii vyema ukafahamu. Ibara hiyo inasema bila kujali masharti ya ibara ndogo ya kwanza na ya 4, haitakuwa halali kwa chama cha siasa kuandikishwa ambacho kutokana na katiba au sera yake kinakusudia kukuza au kupigania maslahi ya Romani 1 imani au kundi lote la dini. Romani ya 2 kundi lote la kabila, mahali watu watokea hapo, rangi au jinsia. Romani ya 3 eneo fulani tu katika sehemu yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. B kinapigania kuvunjwa kwa Jamhuri ya Muungano. C kinakubali au kupigania matumizi ya nguvu au mapambano kama njia ya kufikia malengo yake ya kisiasa. Kinapigania au kinakusudia kuendesha shughuli zake za kisiasa katika sehemu moja ya Jamhuri ya Muungano, akiruhusu uongozi wake kuchaguliwa kwa vipindi au kwa njia za kidemokrasia. Lakini kikubwa zaidi hapa ni kwamba ni ile che ibara ndogo ya 20 ibara ndogo ya pili che kinakubali au kupigania matumizi ya nguvu au mapambano kama njia ya kufikia malengo yake ya kisiasa. Kama sisi Chadema tunakusudia kutumia matumizi ya nguvu, atuheshimu, atumie njia ambazo sio matumizi ya nguvu, atusaidie kuwa chama cha siasa. Na hiyo mimi nimesema kama mwanasheria mkuu wa chama lazima tusimamie hiyo. Katiba inasema tusitumie nguvu, hatutatumia nguvu, tutatumia sheria, tutatumia njia zote halali za kisheria na za katiba kupata haki yetu. Sasa huyu mtu anatoka pale anasema ana ushahidi, ana huo ukoko. Kwa nini hajaupeleka? Amekuwa wapi muda wote? Tokea ameingia Magufuli amemchukua, kwa nini hajaupeleka chama kikafungiwa? Na ni watoto wadogo hao ambao mnashindwa kuelewa hata madaraka wanavyopata. Unadhani kauli zenu zinaweza zikakanusha kwa kina haya yanayozungumzwa, kwa sababu anayesema haya ni mtu aliyeishi huko, na mifano anaoitoa anasema tumeishi. Kwa mfano alifika Songwe akasema mara kadhaa mimi nilikuwa mwenyekiti chuma wa Babicha na tulikuja kukinukisha hapa, na akaeleza na mipango miovu ambayo walikusudia kuifanya wakati huo. Mtu aliyeishi na anajua. Mbona nataka kuonekane kama apuuzwe tu hivi? Swala ni kwamba mtu yeye, unajua mtu ambaye amemalaisha nafsi yake akaamua kusema anaunga mkono juhudi ili aonekane kuaminika kule, yuko tayari kusema hata maneno ambayo hayaingia akilini. Haya ni maswala mengine ambayo ni yanafanya mtu uanze kusema huyu kweli anastahili kukalia hicho kiti. Sasa sisi Chadema tuweze kubali kuendeshwa na watu wa namna hii ambao wanaenda kutamka maneno ya ajabu. Kama chama hiki ni cha kigaidi, leta ushahidi chama kigaidi, kifungie hicho chama.
Yeye ametoka hapo anaenda kuzuia mikutano ya kisiasa. Kwa chini ya sheria gani mwambie? Ameshindwa atakutoa. Alafu ni uamini mtu ambaye anaweza kukiuka katiba akafungia nani mikutano ya kisiasa, umwambie mtu kama huyu, mtu mkiukaji mkubwa wa katiba kama huyo Katambi. Ni watu ni kwamba wako pale wamelewa madaraka, wanatumia ubabe, wanaamini kutenda matendo kinyume cha nini? Cha sheria, katiba ya nchi yetu. Haina kibali cha kuendelea kusigina katiba hii. Sasa huyu mtu kama huyu unataka umfanye nini? Anazuia mikutano, mwambie ajitetee, ataje hata ibara moja ya katiba au kifungu chochote cha sheria kinachomruhusu waziri mambo ya ndani kuzuia mikutano ya siasa, zero. Hawezi akataja hata moja. Matokeo yake ni nini? Unakwamisha shughuli za kisiasa. Sasa subiri mahakama kuu itasemaje katika hiyo kesi huko Tabora, na anatakiwa apeleke utetezi wake. Leo nilikuwa ni kesi yake ilikuwepo juzi. Anatakiwa mahakama imesema apeleke utetezi wake. Wewe Katambi, kama unajua, peleka utetezi wako huko kwa jaji Tabora kuhusiana na amri yako batili uliotenda ya kuzuia mikutano. Unazungumza, umegusia kuhusu ajenda za kesi. Tangu umekuwa mwanasheria mkuu wa Chadema, ni kama chama kimekuwa hakijatulia hivi. Kwa maana ya mfululizo wa kesi za ndani na nje, lakini zinazogusa Chadema. Za mtu mmoja, za chama kwa ujumla wake kwa maana ya bodi na katibu mkuu. Imekuwa ni mfululizo sana. Hii maana yake nini? Kwa kweli kwamba tumepata ubatizo wa moto. Tumeingia hapo, unategemea utasaidia chama kufanya mambo yake vizuri. Ya kawaida kabisa kuimagine hata msajili wa mambo ya siasa akaanza kupitia urembo Bruce Mchome kushughulikia, na mwisho wa siku akakataa hata kutambua uongozi wa chini ya katibu mkuu wa chama. Mwenyekiti akawekwa ndani, akafunguliwa kesi ya ugaidi, akafunguliwa kesi ya kiuka uchochezi kama kiuka sheria ya mtandao. Chama kikazuiwa, ndio hiyo zuio la haramu la Jaji Mwanga. Mahakama Kuu tukatoka hapo, tunaendelea, kesi zinafunguliwa kushoto na kulia. Wanachama wetu ndio hivyo tena wanawekwa ndani, wakawekwa wengi sana, wengi walishikwa maskini kutokana baada ya yale matatizo ya Oktoba, mauaji ya Oktoba 29, wameshikwa wengi. Baadaye sasa wakaachiliwa hivyo kinyemera wengine. Kutoka hapo sasa hizo wengine wapo ndani kwa ugaidi. Mpambana tukafanikiwa kuondoa hiyo zuio haramu la Jaji Mwanga. Hatujakaa sawa, tumerudi tena, Said Issa karudi. Sisi safari sisi tumempelekea moto kwamba